Madiwani 41 wa kata za Dodoma mjini hii leo Mei 22, 2025 wamepokea matofali 41,000 na tani 102 za saruji kutoka ofisi ya mbunge ili vifaa hivyo vikaunge mkono katika baadhi ya miradi. Akizungumza mapema leo, mbunge wa jimbo la Dodoma mjini na waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde amewasisitiza madiwani hao kutumia malighafi hizo kutekeleza baadhi ya miradi iliyoanzishwa kwa nguvu ya wananchi. Ndugu zangu, siku ya leo kwenye kutimiza masharti na matakwa ya mfuko wa jimbo, tumeona leo pia mfuko wa jimbo unakwenda kukabidhi matofali pamoja na saruji. Mfuko wa jimbo kama nilivyosema tunapokea shilingi milioni 93. Tulinunua matofali ya shilingi milioni 63. Tukanunua na saruji ya shilingi milioni 20. Ukipiga hesabu hapo tayari inafika milioni 83. Lakini ilijitokeza jambo la dharura katika kata ya Ipala. Wako watoto wanaosoma mbali sana kutoka eneo la makazi yao. Kwa kuna shule shikizi pale tulikuwa tunaijenga, ina changamoto ya vyoo ili iweze kuanza. Kwa hiyo ibidi nihamishie milioni 10 kwenda Ipala kwa ajili ya ujenzi wa vyoo matundu 6 ambao mheshimiwa diwani nafikiri yuko hapa atakiri kupokea zile fedha. Kwa hiyo baada ya hapo ukiangalia fedha za mfuko wa jimbo zinakuwa zimeisha. Kwa kwenye milioni 20 ya saruji ilituletea kila kata mifuko 26. Na mimi nilitaka idadi itimie. Kwa ndugu zangu nimeamua kuongeza kwenye mfuko wa jimbo shilingi milioni 19 kununua mifuko ya saruji 1,000, kuongezea 24 kwenye kila kata itimie 50. Kwa hiyo ndugu zangu, siku ya leo tuna matofali 41,000 na tani 102 ya saruji, mifuko 2,050. Mifuko 2,050 iko hapa. Kwa kila diwani leo na mtendaji wake wa kata wataondoka na matofali 1,000 na mifuko 50 ya saruji. Niwaombe kitu kimoja. Hakuna jambo huwa linanitia simanzi kama nikikuta mifuko hii imeganda. Kuna baadhi ya maeneo nilikuta mifuko ya saruji imeganda. Niwaombe waheshimiwa madiwani, niombe watendaji ambao mpo hapa, mahitaji bado ni makubwa sana na bado yako mengi sana. Niwaombe mifuko hii ya saruji na matofali haya yakawe sehemu ya chachu ya kuibua miradi ya wananchi na kuiendeleza kwa wakati ili tuweze kuhudumia wananchi wetu wa Dodoma. Niwaombe sana katika hilo. Natumai kupitia mifuko hii ya saruji siku ya leo na matofali haya yatakuwa kama chachu. Kuna baadhi ya maeneo nikienda huwa najisikia faraja. Napita darasani naambia ni darasa ambalo ile mifuko uliotoa na matofali ndio wamefanya hapo. Huwa najisikia faraja sana. Kwa niwaombe waheshimiwa katika hilo pia tuweze kujitahidi ili mwisho wa siku vifaa hivi viende kukidhi mahitaji ambayo yamekusudiwa. Ndugu zangu, siku ya leo ina matukio mengi, kwa hiyo sitachukua muda wenu mrefu. Nataka tu niseme kwamba serikali itaendelea kushirikiana na wananchi na mimi kama mbunge pia kwenye kutatua changamoto mbalimbali zinazowakabili wananchi wetu, na yale maeneo ambao wananchi wanaibua miradi, naamini kabisa ya kwamba serikali itakuwa nasi bega kwa bega kuhakikisha tunafikia malengo na matarajio ambayo tumejiwekea. Katika mwaka wa fedha utakaoanza mwezi wa 7, jiji la Dodoma limepanga kutoa shilingi milioni 150 kwa kila kata kuunga mkono jitihada za wananchi za kuibua miradi ya maendeleo. Tumetenga shilingi bilioni 6
kuunga mkono jitihada za wananchi ambazo zimeanza katika kata zenu. Kwa waheshimiwa madiwani, najua mwezi wa 6 mnakoma kuwa madiwani. Hii inawatakia kila laheri. Mwenyezi Mungu awaongoze, awarudishe tena, muendelee kufanya kazi ya kuhudumia wananchi. Ndugu zangu, tukitoka hapa naelekea hospitali ya wilaya Nala. Leo nakwenda kuwakabidhi gari la kubebea wagonjwa, ambulance mpya ambayo nimeileta kwa ajili ya hospitali ya wilaya, ambayo ni hospitali yetu ya kihistoria kabisa. La mwisho, najua hapa ni Kizota na inawezekana nisipate nafasi nyingine tena, lakini nitapita kuja kuwaaga zile kata 21 zinazounda jimbo la Dodoma mjini. Nitapita kuja kuwaaga na kuwashukuruni sana. Nilitamani sana kuendelea kuwa mbunge wenu, lakini katika hali ya kawaida isingewezekana kwa sababu ilipaswa niwe sehemu moja kati ya majimbo haya mawili, lakini nitarudi kuwaaga. Najua hapa kwenye kata ya Kizota, Mheshimiwa Diwani, nafikiri nishawapatia fedha kwa ajili ya ujenzi wa lile darasa moja. Nishawapa shilingi milioni 20 kwa ajili ya kujenga darasa hapo Mbuyuni. Ili wale watoto wanaovuka barabara hapa waache kuvuka barabara kuja kusoma huku Kizota, wasomee kule Mbuyuni. Kwa hiyo nilishatimiza ile, Mheshimiwa Diwani, nilishakamilisha ujenzi wa darasa. Lakini vile vile najua nilikuwa nimeacha deni la barabara. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu, leo nimepita juu ya lami hapa. Hii inagusa mpaka kata ya Mheshimiwa Awadhi. Na Mheshimiwa Awadhi, kule kwako ulikuwa unadai kivuko. Najua mkandarasi yuko site anakamilisha kile kivuko chako. Kimeshakamilika tayari. Nitakuja niwaage pia na nikabidhi kile kivuko. Lakini nataka tu niseme kwamba niliona waandishi wa habari wengi katika baada ya siku ile waliandika kwamba mbunge amwaga machozi. Kiukweli nilikuwa ninafuta machozi yalikuwa yanakaribia kutoka. Sio kwamba nilikuwa nalia, lakini nilikuwa na hisia kali sana. Nilikuwa na hisia kali sana kuwaacha watu ambao nimeishi nao kwa miaka 10 kwa upendo na ushirikiano mkubwa sana. Kwa hiyo nilikuwa na hisia kali sana. Kwa kuna tofauti ya kumwaga machozi na machozi kunilengalenga. Waandishi wa habari, machozi yalikuwa yananilengalenga. Asanteni sana, Mungu awabariki sana.